thamani ya damu ya Yesu. Katika sehemu yetu ya kwanza ya somo letu tuliangalia kuhusu kusudi la damu ya Yesu, the purpose of the blood of Jesus, na tukaangalia tatizo ni nini mpaka damu ya Yesu ikamwagika, na tukaangalia kusudi la damu ya Yesu, the purpose of the blood, na tukaenda ndani kidogo kuangalia kwa nini damu ilimwagika, na tukaona sababu moja wapo ni kwa sababu ya dhambi ya mwanadamu. Dhambi ya mwanadamu. Lakini leo hatuko kuangalia kuhusu kusudi la damu ya Yesu. Leo tutaangalia thamani ya hii damu ya Yesu. Thamani ya damu ya Yesu inatuonyesha kwa nini damu hiyo ilimwagika. Kwa nini damu hiyo ilimwagika? Na thamani ya damu ya Yesu inatuonyesha namna ambavyo damu ya Yesu ilivyo ya lazima. Na thamani ya damu ya Yesu inatuonyesha namna ambavyo damu ya Yesu ni ya kipekee. Tunaweza kuelewa hicho kitu? Thamani ya damu ya Yesu inatuonyesha damu ya Yesu ni ya lazima katika maisha ya mwanadamu. Thamani ya damu ya Yesu inatuonyesha damu ya Yesu ni pekee katika maisha ya mwanadamu. Lakini tunapoendelea kuangalia thamani ya hii damu ya Yesu, thamani yake itatuonyesha nguvu ya hiyo damu ya Yesu na uthamani wake na utimilifu wake. Narudia tena. Tunapokuwa tunaangalia thamani ya hiyo damu ya Yesu, hiyo inatuonyesha utimilifu wake, inatuonyesha nguvu yake, kwa sababu thamani ya kitu ipo katika nguvu ambayo hicho kitu kimebeba. Kwa hiyo thamani ya damu ya Yesu ipo katika hicho kitu ambacho hiyo damu imebeba. Narudia tena. Thamani ya hiyo damu ya Yesu ipo katika kitu ambayo hiyo damu imebeba. Ipo katika nguvu ambayo hiyo damu imebeba. Ipo katika upekee ambayo hiyo damu imebeba. Ipo katika kazi ambayo hiyo damu ya Yesu imebeba. Hiyo ni thamani ya kitu, thamani ya hiyo damu. Lakini kitu cha kwanza ambacho kinatuonyesha thamani ya hiyo damu ya Yesu ni upekee wa hiyo damu ya Yesu. Ile uniqueness ya hiyo damu ya Yesu. Narudia tena. Tutaenda taratibu kwa kadri Roho Mtakatifu atakapokuwa anatusaidia. Thamani ya damu ya Yesu ipo katika upekee. Kwa ule upekee unatuonyesha namna ambavyo hii damu ya Yesu ilivyo ya thamani kwetu. Kwa kama unaandika, unaweza kaandika thamani ya damu ya Yesu inatuonyesha upekee wa hiyo damu. Alafu hapo chini tutaangalia vipengele kadhaa wa kadhaa sasa. Upekee wa hii damu ya Yesu. Kwa nini hii damu ya Yesu ni ya pekee? Kuna madini ambayo katika dunia hii ni ya pekee, ambayo hayawezi kufanana wala kulinganishwa na kitu kingine chochote. Sasa tazama hii damu ya Yesu ilivyo. It's very unique. Ni damu ya kipekee ambayo huwezi ukaifananisha na kitu kingine chochote. Damu ya Yesu ni damu ya kipekee ambayo haiwezi kufanana na damu ya mwanadamu mwingine yoyote. Huo ni upekee wa hiyo damu ya Yesu. Narudia tena. Damu ya Yesu ni damu ya upekee ambayo haiwezi kufananishwa na damu ya mtu mwingine yoyote. DNA ambayo damu ya Yesu imebeba haiwezi kufanana na damu ya mwanadamu yoyote. Hiyo damu ya Yesu
haiwezi kufanana na damu ya mnyama yoyote. Kwa nini? Hiyo damu ya Yesu is very unique, ni ya kipekee. Sasa nataka nikuonyeshe upekee wa hii damu unakujaje. Tazama hiki kitu. Upekee wa hii damu unakuja. Hii damu ya Yesu 100% ni Mungu na 100% ni mwanadamu pia. So unaweza kuelewa hicho kitu. Damu ya kwetu au damu ya innocent 100% ni mwanadamu. Lakini damu ya Yesu, tazama ilivyo ya kipekee. 100% ya hiyo damu ni Mungu na 100% ya hiyo damu ni mwanadamu. Kivipi? Tazama hiki kitu uweze kuelewa hapa. 100% ya damu ya Yesu kuwa ni Mungu ni nini? Inatoka kwa baba yake. Baba yake ni Jehova. Kwa maana ni mimba yake ilitungwa kwa uweza wa Roho Mtakatifu. Lakini tazama hiyo mimba iliyotungwa kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, maana hiyo damu ilitoka kwa huyo Roho Mtakatifu. Halafu tazama damu nyingine ikatoka kwa mwanamke ambaye ni mwanadamu. Kwa maana yake katika damu ya Yesu tunaona pande mbili. Tunaona pande ya Mungu na tunaona upande wa mwanadamu. Upande wa Mungu tunamwona Roho Mtakatifu katika kutungwa kwa hiyo mimba, na upande wa mwanadamu tunamwona Mariamu. Kwa yai ilitoka kwa baba na yai ilitoka kwa mama ambaye ni Mariamu, ni mwanadamu, na zile mbegu zilitoka kwa baba kwa uweza wa Roho Mtakatifu. Sasa tazama hiki kitu. Hii damu inabeba DNA za huyo Jehova. Upande wa baba hauna dhambi wala hauna makosa. Upande wa baba hauna historia mbaya. Lakini tazama upande wa mama. Upande wa mama una dhambi, una historia mbaya. Alafu vyote vimekutana vikatengeneza damu inaitwa damu ya Yesu Kristo. Kwa maana kile damu ya Yesu ni ya upekee. Kwa maana hakuna mwanadamu mwenye damu ya namna hiyo, aliyekuwa na upande wa Mungu na upande wa mwanadamu, isipokuwa ni yeye peke yake. Lakini huyu Yesu ni wa pekee. Kwa nini? Kwa sababu hata kuzaliwa kwake kwa shangaza, hata kuzaliwa kwake kwa shangaza. Tazama hiki kitu. Huyu Yesu hata kuzaliwa kwake kwa shangaza, kwa maana mama yake hakukutana na mwanaume yoyote kumzaa huyu Yesu. Alizaliwa na mwanamke ambaye ni bikira, hajaguswa na mwanaume yoyote. Tazama hii damu ilivyokuwa ya kipekee. Kutungwa kwa hii mimba ni kwa kipekee. Kukua kwa hii mimba ni kwa kipekee. Kuzaliwa kwa hii mimba ni kwa kipekee. Damu kumwagika pale msalabani ni kwa kipekee. Kufufuka kwa huyu Yesu ni kwa kipekee. Kukaa mkono wa kuume wa Mungu Baba ni kwa kipekee. Na jinsi siku atakavyorudi ni kwa kipekee. Huyu mtu ni wa ajabu mno, hajawahi tokea toka historia imeumbwa. Na hiyo damu yake hainyamazi kimya. Ni damu ambayo inaongea. Iwe ni usiku hiyo damu inaongea, iwe ni mchana hiyo damu inanena, inaongea. Hii damu ni ajabu mno, ni ya kipekee, ya kipekee. Biblia ukisoma kitabu cha Waebrania, tunaona katika kitabu cha Waebrania, mwandishi aliyeandika kitabu cha Waebrania anajaribu kuikompea hii damu ya Yesu na damu nyingine ya binadamu. Halafu anatuonyesha mtu mmoja anaitwa Habili. Habili aliuliwa na ndugu yake anaitwa Kaini, na damu yake ikamwagika. Damu ya Kaini ilipomwagika ikawa inalia, inaongea. Kwa sababu damu ya mwanadamu aliyezaliwa na mwanamke ni damu ambayo inaongea. Lakini tazama hii damu ya Habili ilipomwagika kwenye ardhi ikaanza kuongea, inalia kisasi, kisasi, kisasi. Damu ya mwanadamu ilipomwagika ya Habili inalia kisasi juu ya maadui zake. Lakini tazama damu ya Yesu ilivyo. Ilipomwagika Yesu alipokuwa msalabani, na ile damu ilipokuwa inamwagika kwenye ardhi, kwa sababu Biblia inatuambia damu ya Yesu ilimwagika mara 7.
ilianguka kwenye ardhi mara 7. Na ina maana yake kwa nini ilianguka mara 7 kwenye ardhi. Tutaangalia kwenye jinsi somo letu linavyoendelea. Yesu alipokuwa anaomba, jasho kama matone ya damu yalionekana kwenye uso wake, yakadondoka kwenye ardhi. Yesu alipokuwa anapigwa mijeledi mgongoni, ile damu ikavuja, ikadondoka, ikaanguka kwenye ardhi. Alipokuwa anapigwa misumari miguuni, damu ikamwagika, ikaanguka kwenye ardhi. Alipokuwa anapigwa misumari kwenye mikono yake, hiyo damu inavuja, ikaanguka kwenye ardhi. Alipowekewa taji la miba kwenye kichwa chake, damu inadondoka, inaanguka kwenye ardhi. Alipochomwa mkuki ubavuni, damu na maji vikatoka, na hiyo damu ikaanguka kwenye ardhi. Hii damu ya kipekee na ajabu mno ikawa inaongea. Haikuongea kulipa mabaya kwa maadui zake, bali hii damu ikawa inaongea kulipa mema. Hii damu ya Yesu ilipomwagika kwenye ardhi, ikawa inalia utakaso na msamaha wa dhambi juu ya wanadamu na ulimwengu wote, na kwa yoyote atakayemwamini. Hii damu ni ajabu, Hii damu ilipomwagika kwenye ardhi, damu ya Yesu ilipomwagika kwenye ardhi, ikawa inalia mema juu ya wote waliomkufuru na wanaomtukana maneno ya kufuru. Hiyo damu inaendelea kunena mema juu yao wote. Hii damu ni ajabu. Unaweza kuelewa hicho kitu? Hii damu ni ajabu, hujawahi kuona. Ingekuwa ni damu zetu sisi, tumeuawa na watu, nadhani tungekuwa tunakufa. Tunaombea Mungu, hao walionitendea namna hii, Mungu shughulika na kizazi cha kwanza, cha pili, cha tatu mpaka cha 4, shughulika nao. Lakini damu ya Yesu ikulia namna hiyo. Damu ya Yesu ikanalia msamaha wa dhambi. Damu ya Yesu ikanalia uponyaji. Damu ya Yesu ikanalia ukombozi uliofungwa na nguvu za giza za kila aina. Damu ya Yesu inalia uponyaji kwa watu waliofungwa na magonjwa ya kila aina. Tazama hii damu ilivyokuwa ya kipekee. Hii damu ni ya thamani. Oh, hallelujah. Yes. Kuna nguvu ya ajabu damuni mwa Yesu. Kuna nguvu ya ajabu. Kwa tusome katika kitabu cha Yohana sura ya 1 mstari wa 14. Kitabu cha Yohana sura ya 1 mstari wa 14. Ni kuonyesha kitu namna ambavyo hii damu ya Yesu ilivyo ya pekee. Tazama Yohana sura ya 1 mstari wa 14. Biblia inasema hivi: naye neno alifanyika mwili akakaa kwetu. Manake neno ni Yesu Kristo. SUV imetumia neno herufi kubwa. Naye neno alifanyika mwili akakaa kwetu, nasi tukauona utukufu wake, utukufu kama wa mwana pekee atokaye kwa Baba, amejaa neema na kweli. Sasa tazama hii damu ya huyu mtu. Huyu mtu ni wa ajabu. Huyu mtu hapo mwanzo alikuwa ni neno, lakini huyu neno akafanyika kuwa mwili. Tazama hii damu yake ilivyo. Hii damu ilivyo ya kipekee. Neno likafanyika mwili. Maana yake ni rahisi tu. Adamu wa kwanza hakuzaliwa. Adamu wa kwanza hakuwa na baba, hakuwa na mama. Adamu wa kwanza hakuwa na shangazi, hakuwa na mjomba. Aliumbwa. Lakini Adamu wa pili alikuwa na mama, kwa wanajua kuzaliwa, na mama yake ni Mariam. Ana baba ambaye yuko mbinguni. Na hii ndio sababu kwa nini Yesu kila siku alikuwa akiongea, akimwongelea Mungu, alikuwa haiti Mungu, alikuwa anaita Baba. Unaweza kuelewa hicho kitu? Soma kwenye Biblia yako. Ni sehemu moja tu ambapo
Yesu alimuita baba yake Mungu. Ni sehemu moja tu kwenye maandiko, alipokuwa msalabani. Alipokuwa msalabani, alipobeba dhambi za ulimwengu wote, nini kikatokea? Alipobeba dhambi za ulimwengu wote, nini kikatokea? Yesu akalia, Elohi, Elohi, lama sabakthani, Mungu wangu, mbona umeniacha? Alipotenda dhambi, baba yake aligeuza mgongo namna hii, hakumtazama tena. Mwanae yuko msalabani analia. Maana ule uhusiano kati yeye na baba yake uliharibika alipobeba dhambi ya ulimwengu. Akalia, baba, 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 mbona umeniacha baba yangu, mbona umeniacha, mbona umeniacha? Toka mwanzo tunaona kwenye maombi yake yote alikuwa haiti Mungu, alikuwa anaita baba, 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 baba. Na kwa uhalisia huyo baba Jehova ni baba yake. Na hiki ndio kilichowashangaza hata Wayahudi. Wanamuuliza, unayatenda haya kwa mamlaka gani? Kwa mamlaka ambayo baba amenipatia. Ukasema huyu mtu anakufuru Mungu, anawezaje kumuita Mungu baba? Anawezaje kumuita Mungu baba? Maana yake anajilinganisha yeye kuwa sawa sawa na Mungu. Inawezekanaje akajiita yeye ni Mungu? Tazama hiki kitu. Na ndicho alichofanya kwetu sisi pia. Kipindi anatufundisha kuomba katika sala Baba yetu uliye mbinguni, anasema mnaposali ombeni hivi: Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe. Maana yake na sisi pia akatupa access ya huyo Mungu kumuita baba. Kupitia nini? Kupitia kuzaliwa mara ya pili kwa damu yake iliyomwagika pale msalabani. Unaweza kuelewa hicho kitu? Kwa hiyo tukiangalia upekee wa hii damu ya Yesu, damu ya Yesu ina uwezo wa kulipa gharama zote za wanadamu. Kwa kama unaandika, andika hicho kitu. Damu ya Yesu ina uwezo wa kulipa gharama ya dhambi zote ambazo mwanadamu amefanya. Na hakuna sadaka nyingine ambayo unaweza kailinganisha na hii damu ya Yesu. Haipo. Jambo lingine la pili kwenye upekee wa hii damu, kwa maana tumesema thamani yake ipo katika upekee wa hii damu. Sasa tazama, thamani ya hii damu inatokana na ile kazi ambayo Bwana Yesu aliyoifanya pale msalabani. Thamani ya hii damu inatokana na kazi ambayo Yesu ameifanya pale msalabani. Na hii ndio changamoto kubwa ambayo tuko nayo hasa kwenye kizazi hiki. Wengi wameokoka lakini hawajui kazi ya msalaba. Hawajui kazi ambayo Bwana Yesu alifanya pale msalabani. Kwa maana yake kama hawajui kazi ambayo Bwana Yesu alifanya pale msalabani, hawezi kuithamini hiyo damu ya Yesu. Hawezi kuthamini msalaba. Kwa nini? Kwa sababu hawajui kazi ambayo Bwana Yesu alifanya pale msalabani. Ukiwa unasoma kwenye Biblia yako unaweza kuona ni kitu cha kawaida tu, cha masaa kadhaa tu ya kukaa msalabani pale na kufa. Lakini ngoja nikwambie mpendwa, kilichotokea pale msalabani. Kuna vitu vingi sana kipindi Yesu yuko msalabani. Kuna vitu vingi sana vilikuwa vina shift katika ulimwengu wa roho. Narudia tena. Kipindi yuko Yesu yuko msalabani, ameangikwa juu ya msalaba na damu zinavuja kwenye kichwa chake. Damu zinavuja kwenye mikono yake, kwenye miguu yake, kwenye mgongo wake. Msalaba wote umejaa damu. Mwili wake wote umejaa damu. Wale wanajeshi walimvua nguo zote. Alikuwa uchi wa mnyama na watu walikuwa wakipita wanaona aibu yake. Wanaona aibu yake, wakimcheka na kumdharau. Hawakujua ni nini ambacho kilichokuwa kinafanyika. Hawakujua ni nini kilichokuwa kinafanyika. Kumbe katika ulimwengu wa roho, katika ulimwengu wa roho, nyuma ya pazia, kuna vitu vingi katika ulimwengu wa roho vilikuwa vina shift. Na wao walikuwa wanatazama namna hii, wanaona tu mtu yuko juu ya msalaba na hawajui hata nini kinachoendelea katika ulimwengu wa roho. Hata wale wezi walikuwa pamoja naye juu ya msalaba, mwingine anamdhihaki na kadhalika, hakuwa anaelewa ni nini kilichokuwa kinaendelea katika ulimwengu wa roho. Maana yake kuna kitu ambacho kilichokuwa kinaendelea katika ulimwengu wa roho. Kuna kitu ambacho kilichokuwa kinaendelea katika ulimwengu wa roho. Na ghafla wanashangaa, nchi yote imekuwa giza. Kwa nini? Kwa sababu there is something goes on. Kuna kitu ambacho kinaendelea katika ulimwengu wa roho. Kuna kitu kinaendelea katika ulimwengu wa roho.
Na ghafla wanashangaa, pazia la hekalu linapasuka. Pazia la hekalu linapasuka. Kwa nini? Mwamba yuko msalabani. Mwamba yuko msalabani. Na vitu vinaendelea katika ulimwengu wa roho. Vitu vinaendelea katika ulimwengu wa roho. Watu wanamtazama namna hii. Yuko msalabani, yuko msalabani, yuko msalabani. Na muda ulipofika, Biblia inasema naye akaitoa roho yake. Akaitoa roho yake. Akaitoa roho yake. Kabla hawajamuua wala kuvunja mfupa wake, akaitoa roho yake. Akaitoa roho yake. Na wale wanajeshi walikuwa wamesimama kwenye msalaba wanamtazama namna hii. Walipokuwa wanaona vitu vilivyokuwa vinaendelea katika ulimwengu wa roho na ulimwengu wa mwili, wakasema hakika, 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 hakika huyu mtu ni mwana wa Mungu. Hakika huyu mtu ni mwana wa Mungu. Walikiri kwa vinywa vyao, wakasema hakika huyu mtu, hiki kifo sio cha kawaida, hii damu iliyomwagika sio ya kawaida. Hakika huyu mtu ni mwana wa Mungu. Hakika huyu mtu ni mwana wa Mungu. Haikuishia hapo. Wakasema hata mavazi yake hayawezi kuwa ya kawaida, kwa sababu kifo chake sio cha kawaida. Tumewahi kusurubisha watu wengi msalabani, lakini hatujawahi kuona kifo kama cha huyu mtu. Hatujawahi kuona. Hatujawahi kuona mtu anakufa msalabani. Dunia nzima inakuwa giza. Jua linashindwa kutoa mwanga wake. Hawajawahi kuona. Hawajawahi kuona. Hajawahi kusurubisha mtu. Pazia la hekalu likapasuka, likaachia mlango. Pazia la hekalu maana yake ni nini? Ngoja nikueleze hiki kitu. Ukisoma katika hema ya kukutania, ilikuwa na sehemu ya kwanza inaitwa nyuani, halafu na sehemu ya pili inaitwa patakatifu, halafu na sehemu nyingine inaitwa patakatifu, patakatifu. Sio, unaweza kuelewa hicho kitu? Sasa tazama hiki kitu. Alikuonyesha hapa. Ukisoma Zaburi ya 100 mstari wa 4, neno la Bwana linasema, na tunaingia nyuani mwake kwa kushukuru na kwa kusifu. Kwa maana yake, lakini patakatifu tunaingia kwa damu. Kwa damu. Ndio maana ukisoma Waebrania 10:19, neno la Bwana linasema, na huu ndio ujasiri tulio nao. Na huu ndio ujasiri tulio nao, ya kwamba sasa tuna uwezo wa kuingia patakatifu. Kwa hiyo damu ya mwana kondoo. Kwa maana yake damu ya mwana kondoo inatupa ujasiri wa kupaingia patakatifu. Kwa sababu kipindi hicho ulikuwa uwezi kuingia patakatifu without the blood, pasipo damu. Kwa maana yake lazima uchinje mnyama, uchinje kondoo, mbuzi, ng'ombe, ili ile damu iweze kukupa access ya kuingia patakatifu. Sasa tazama hiki kitu. Nyuani walikuwa wanaingia watu wengi. Watu wengi wanaingia, grupu wanaingia. Patakatifu wanaingia watu wachache. Patakatifu pa patakatifu wanaingia kuhani mmoja tu, wakiwa wamemfunga kamba mguuni. Lolote likimtokea waweze kujua, kama akifa wataweza kumvuta tu. Lakini patakatifu alikuwa mtu mwingine, hakuna anaweza kugusa. Lakini tazama kazi iliyofanyika pale msalabani, kipindi Yesu yuko msalabani. Tazama hiki kitu. Kumbuka jambo hili katika Agano la Kale. Hakuna mtu yote alikuwa anaruhusiwa kukanyaga patakatifu isipokuwa kuhani. Na anaweza kukanyaga patakatifu akiwa amechukua muda mrefu sana kujiandaa, kujitakasa na damu ya wanyama, damu ya kondoo, damu ya mbuzi, damu ya ng'ombe. Amechinja na kuchinja na kuchinja, kujitakasa, kujiandaa kuingia patakatifu. Si kila mtu alikuwa na uwezo kuingia patakatifu. Sasa tazama hiki kitu. Oh, haleluya. Tazama hiki kitu. Yesu yuko msalabani sasa. Tazama Yesu yuko msalabani, kazi aliyofanya pale msalabani. Yesu yuko msalabani. Ametulia pale msalabani. Dunia inamcheka. Inasema kama yeye ni Mungu. Alikuwa anasema yeye ni Mungu. Alifufua wafu. Aliponya wagonjwa. Kama alifanya hayo yote, yeye ni Mungu, ajiokoe sasa. Ajiokoe sasa. Kama yeye ni Mungu, ajiokoe sasa. Yesu amenyamaza kimya, amenyamaza kimya. Yuko pale. Yuko pale analipa gharama ya dhambi yangu na dhambi yako. Yuko pale amenyamaza tu. Ulimwengu na mdhi yake yuko pale. Dunia inaona aibu yake, yuko pale amenyamaza tu. Amenyamaza tu. Amenyamaza tu. Na ghafla nini kikatokea? Lile pazia lilikuwa hekaluni, ambalo halimruhusu mtu mwingine kuingia patakatifu patakatifu. Na ghafla lile pazia la hekalu, Biblia inasema katika kitabu cha Mathayo, ghafla nini kikatokea? Ghafla nini kikatokea? Pazia la hekalu likapasuka ghafla. Wakashangaa, pazia la hekalu linapasuka.
Nini kikatokea? Manake sasa hapa sasa ndipo Yesu anatupa access sisi ya kuingia patakatifu patakatifu kwa damu ya mwana kondoo. Hallelujah, glory to Jesus. Kuna nguvu ya ajabu damuni mwa Yesu. Yes Lord. Kuna nguvu ya ajabu damu. Tazama kazi ambayo Yesu alifanya pale msalabani. Yesu akatupa access sasa. Kila mtu hata sasa tunaweza tukaingia patakatifu muda wote tunaotaka kwa damu ya Yesu Kristo. Hii ni thamani ya hiyo damu. Tazama hii damu inachofanya. Inatupa ujasiri wa kuingia patakatifu pasipokuwa na hatia. Pasipokuwa na hatia kwa hii damu ya Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Damu ya Yesu. Damu ya Yesu. Damu ya Yesu. Unapokuwa kwenye maombi yako, usisahau kupaingia patakatifu kwa damu ya mwana kondoo. Katika Agano la Kale, wao walikuwa wanaingia patakatifu kwa hiyo damu. Wanachukua damu ya mnyama, wananyunyiza damu. Lakini sasa sisi hatufanye hivyo. We have the blood of Jesus. Tuna hiyo damu ya Yesu. Tunaingia patakatifu kwa damu ya Yesu. Damu ya Yesu. Damu ya Yesu. Damu ya Yesu. Unapokuwa kwenye maombi yako, haijalishi ni asubuhi ni jioni, unasema tu kwa damu ya Yesu. Damu ya Yesu. Damu ya Yesu. Haihitaji uiambie damu ya Yesu ifanye nini. Inaelewa nini cha kufanya. Kwa unapokuwa unasema damu ya Yesu, damu ya Yesu, kuna kitu kinafanyika katika ulimwengu wa roho. Kuna kitu kinafanyika kwenye ulimwengu wa roho. Kuna kitu kinafanyika katika ulimwengu wa roho. Ukisoma katika Agano la Kale, utakutana kuna watu ambao waliweza kuzuia maombi ya Danieli, wakuu wa Uajemi, mapepo, wakuu wa giza na kadhalika. Lakini sasa ni ngumu. Kwa nini? Sasa Roho Mtakatifu yuko hapa. Tukiomba hatuombi mwilini, tunaomba sawa na Roho Mtakatifu. Kwa maombi yetu yanaenda direct moja kwa moja kwa Jehova. Kwa nini? Tunaomba katika roho. 2, we have the blood. Tuna hiyo damu ya Yesu. Tuna hiyo damu ya Yesu. Tuna hiyo damu ya Yesu. Damu ya Yesu inatupa sisi access maombi yetu kwenda moja kwa moja kwenye kiti cha enzi. Damu ya Yesu. Jehova akitutazama namna hii, hatuoni sisi. Kwa nini? Tumefunikwa kwa damu ya Yesu. Jehova akitutazama sisi namna hii, anamuona mwanae Yesu Kristo. Unapokuwa umepiga magoti unaomba nyumbani kwako, hatuendi kwa majina yetu, kwa jina la Innocent au fulani. No. Tunaenda kwa jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Narudia tena. Tunapopiga magoti nyumbani kuomba, hatuendi kwa majina yetu kwamba Bwana naomba kwa jina la Innocent au la mchungaji fulani au la askofu fulani au la apostle fulani. No. Tunapopiga magoti tunaomba kwa hilo jina la Yesu Kristo. Hilo jina la Yesu Kristo lipitalo majina yote. Siweza kuelewa hicho kitu. Ndio maana Bwana Yesu ametupaka mafuta. Bwana Yesu ametupaka mafuta. Hajatupaka mafuta ili tutangaze majina yetu. Bwana Yesu ametupaka mafuta ili tutangaze jina lake. Narudia tena. Bwana Yesu ametupaka mafuta si tu yatangaza majina yetu. Bwana Yesu ametupaka mafuta ili tulitangaze jina lake. Bwana Yesu ametuinua na kutuweka madhabahuni hapa ili sisi sio kwamba sisi tuonekane. Yesu ametuinua na kutuweka kwenye madhabahu hii sio kwamba ili sisi tuonekane, bali yeye adhihirike kupitia sisi. Unaweza kuelewa hicho kitu? Yesu hajatuinua ili kila mtu atujue. Hapana. Yesu hajatuinua ili mataifa watujue. Hapana. Yesu ametuinua na kutupaka mafuta ili mataifa yaweze kulijua jina lake. Ili mataifa yaweze kulijua jina lake. Ili mataifa yaweze kulijua jina lake. Ili mataifa waweze kulijua jina lake. Yesu ametupa vipawa kuponya na kadhalika. Sio ili sisi tuonekane tuna nguvu. Sio ili sisi tuonekane tunaweza kufungua na kuponya. La hasha. Ili yeye aonekane ni Mungu ajibuye maombi. Sio unaweza kuelewa hicho kitu? Kwa hiyo tuendelee kidogo hatua kwa hatua.
Thamani ya damu ya Yesu ni ya kipekee, ni ya kipekee, ni ya kipekee. Jambo la pili, thamani ya damu ya Yesu. Tunaweza tukaonaje kwamba damu ya Yesu ni ya kipekee au ni ya thamani kwenye maisha yetu? Damu ya Yesu inaleta ondoleo la dhambi. Damu ya Yesu inaleta ondoleo la dhambi. Damu ya Yesu inaleta ondoleo la dhambi. Kwa namna gani? Damu ya Yesu ina uwezo kusafisha dhambi zote kwa wote wanaomwamini. Damu ya Yesu ina uwezo wa kusafisha dhambi zote kwa wote wanaomwamini. Narudia tena. Damu ya Yesu ina uwezo wa kusafisha dhambi zote kwa wote wanaomwamini. Kwa wote wanaomwamini. Usilisahau hilo neno, wanaomwamini. Si kwa wanaomwamini, wasiomwamini, no. Ni kwa wale wanaomwamini. Kwa hiyo damu ya Yesu inawasafisha dhambi zote kwa wale wanaomwamini. Kwa hiyo tusome kitabu cha Mathayo. Kitabu cha Mathayo sura 26 mstari wa 28. Kitabu cha Mathayo 26 Kitabu cha Mathayo 26 mstari wa 28. Neno la Bwana linasema, kwa maana hii ndio damu yangu ya agano imwagikayo kwa ajili ya wengi kwa ondoleo la dhambi. Kwa maana hii ndio damu yangu ya agano imwagikayo kwa ajili ya wengi. Biblia imetumia hii ndio damu ya agano imwagikayo kwa ajili ya wengi. Wengi maana yake Wayahudi na watu wa mataifa pia. Sio kasahau hiki kitu hata siku moja. Damu ya Yesu imemwagika kwa Wayahudi na kwa watu wa mataifa pia. Kuna watu wanasoma Biblia vibaya. Wanasema damu ya Yesu ilimwagika kwa ajili ya Wayahudi tu. Yesu hakuja kwa ajili ya watu wa mataifa, alikuja kwa ajili ya Wayahudi. La hasha. Biblia inasema hapa, kwa maana hii ndio damu yangu ya agano imwagikayo kwa ajili ya wengi kwa ondoleo la dhambi. Kwa maana yake mstari huu unatuonyesha kwamba hiyo damu ya Yesu ina uwezo wa kusafisha dhambi zote. Lakini jambo la pili hapo, namna ambavyo hii damu ya Yesu inafanya kazi. Na hii ndio kazi ambayo ilifanyika pale msalabani. Damu ya Yesu inaleta ondoleo la dhambi kamili na la kudumu pia. Narudia tena. Damu ya Yesu inaleta ondoleo la dhambi kamili na la kudumu. Usije ukasahau hicho kitu hata siku moja. Damu ya Yesu inaleta ondoleo la dhambi kamili na la kudumu. La kudumu. I can show you in the scripture. Naweza kukuonyesha kwenye maandiko. Kwa hiyo tuangalie kitabu cha Waebrania. Kwa kuonyesha kitabu cha Waebrania sura ya 10. Kitabu cha Waebrania sura ya 10 na mstari wa 11 mpaka 12, na nitasoma tafsiri ya Biblia ya Neno. Nimetumia Kiswahili kizuri zaidi. Tafsiri ya Neno. Sitasoma SUV, lakini nitasoma tafsiri ya Neno. Kwa kama una tafsiri ya Neno unaweza kuona mstari huu. Waebrania sura ya 10 mstari wa 11 mpaka mstari wa 12, tafsiri ya Neno inasema hivi: kila kuhani usimama siku kwa siku akifanya huduma yake ya ibada. Kwa kila kuhani usimama siku kwa siku akifanya huduma yake ya ibada. Siku kwa siku maana yake kuhani alikuwa anasimama kufanya ibada siku kwa siku, maana yake kila siku. Kwa maana yake huyu kuhani kila siku akisimama kufanya ibada, nini kinatokea? Kwa kila siku alikuwa akienda kufanya ibada, Biblia inasema, na kutoa tena na tena dhabihu zile zile. Kwa maana yake kuhani alikuwa anatoa dhabihu zile zile kila siku tena na tena. Unaweza kuelewa hicho kitu? Narudia tena. Kuhani alipokuwa akienda
kufanya ibada kila siku, na kila siku akienda lazima atoe dhabihu, sacrifice, dhabihu. Mnyama anachinja, anamwaga damu kila siku. Sasa ukisoma Agano la Kale unaweza kushangaa, sasa kama mimi ni maskini nitatoa nini sasa? Kwa sababu kila siku lazima umwage damu, kila siku lazima afanye hivi. Lakini tazama Biblia inachosema sasa hapa. Kila kuhani husimama siku kwa siku akifanya huduma yake ya ibada na kutoa tena na tena dhabihu zile zile ambazo haziwezi kamwe kuondoa dhambi. Kwa anasema sasa zile damu za wanyama zilizokuwa zinatolewa katika Agano la Kale, Biblia inasema ambazo haziwezi kuondoa dhambi. Kamwe haziwezi kuondoa dhambi. Tazama mwandishi wa Ibrania anachosema, kamwe haziwezi kuondoa dhambi. Ukisoma kitabu cha Isaya, maserafi walimtokea, alimuona Bwana, lakini akasema midomo yangu ni michafu, lakini dhambi yangu imefunikwa. Kwa maana yake damu ya mnyama ilikuwa haiondoi dhambi, ilikuwa inafunika tu dhambi, lakini haiondoi dhambi. Lakini damu ya Yesu haifuniki dhambi, damu ya Yesu inaondoa dhambi. Hiyo ndio tofauti ya damu ya Yesu na damu nyingine. Sasa tazama hapa, anaendelea mbele mstari wa 12. Lakini huyu kuhani ambaye ni Yesu Kristo, lakini huyu kuhani baada ya kutoa dhabihu moja, Yesu sasa aliufanya mwili wake kwa dhabihu, akautoa mwili wake kwa dhabihu. Lakini huyu kuhani baada ya kutoa dhabihu moja kwa ajili ya dhambi kwa wakati wote. Kwa maana yake ni nini sasa? Yesu alitoa mwili wake pale msalabani, ule mwili wake ukapata kuwa dhabihu kwa wakati wote. Tazama hicho kitu. Yesu alitoa damu yake pale msalabani kwa wakati wote. Kwa hatuhitaji leo tumwage damu au kesho tumwage damu ya mnyama, hapana. Yesu alitoa mwili wake. Yesu alifanyika kuwa dhabihu pale msalabani mara moja. Kwa ni rahisi tu, ni sisi kuamini hiyo kazi iliyofanyika pale msalabani. Ni sisi kuamini hiyo kazi iliyofanyika pale msalabani. Full stop. Sasa kuelewa hicho kitu. Hatuhitaji tutoe mbuzi ili dhambi zetu ziweze kusamehewa au tuweze kuoshwa. Hatuhitaji tutoe kondoo ili dhambi zetu ziweze kuoshwa. Hatuhitaji tufanye 1, 2, 3, 4 ili dhambi zetu ziweze kuoshwa. Tunaye dhabihu ambaye imemwagika, ambaye ametoa damu yake pale msalabani, ametoa uhai wake pale msalabani, ambao ni Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Tunaendelea mbele katika mstari huo. Lakini huyu kuhani baada ya kutoa dhabihu moja kwa ajili ya dhambi kwa wakati wote, aliketi mkono wa kuume. Kwa huyu Yesu alitoa dhabihu, mwili wake uwe dhabihu kwa wakati wote. Na huu ndio ujasiri ambao tulionao sisi wa Kristo. Tunayo dhabihu isiyokuwa na mawaa, ambaye ni Yesu Kristo peke yake. Ni Yesu Kristo peke yake. Na hiyo sacrifice, hiyo dhabihu aliitoa kwa wakati wote. Ni dhabihu ya kudumu. Hatuhitaji dhabihu nyingine isipokuwa ni Yesu Kristo peke yake. Jambo la tatu katika pointi hiyo, thamani ya damu ya Yesu inatuonyesha nafasi ya kiroho ya huyu Yesu. Thamani ya damu ya Yesu inaonyesha nafasi ya kiroho ya Yesu. Kwamba Yesu yuko kwenye nafasi gani? Kwa nini? Kwa sababu damu ya Yesu inasimama kama malipo kamili. Damu ya Yesu inasimama kama malipo kamili ya kuwakomboa wanadamu kutoka katika utumwa wa adhabu ya dhambi, au kutoka katika utumwa wa dhambi. Kwa damu ya Yesu inasimama kama malipo. Damu ya Yesu inasimama kama malipo. Sio malipo tu, bali malipo kamili ya kuwakomboa wanadamu kutoka katika utumwa na adhabu
ya dhambi. Kwa ni kuonyesha katika kitabu cha Petro, waraka wa kwanza wa Petro, waraka wa kwanza wa Petro sura ya kwanza mstari wa 18. Waraka wa kwanza wa Petro sura ya kwanza mstari wa 18. Neno la Bwana linasema, kwa maana mnafahamu kwamba mmekombolewa kutoka mwenendo wenu usiofaa. Hii ni tafsiri ya neno nasoma. Kwa maana mnafahamu kwamba mlikombolewa kutoka mwenendo wenu usiofaa, ambao mliurithi kutoka kwa baba zenu. Hamkukombolewa kwa vitu viharibikavyo kama fedha na dhahabu. Maana yake sisi tumekombolewa kwa damu ya Yesu Kristo. Kuna nguvu ya ajabu damuni wa Yesu. Kuna nguvu ya ajabu damuni mwa Bwana Yesu. Tazama hii damu ya Yesu ilivyokuwa ya ajabu sana. Inafanyika kama malipo kwetu sisi. Ndio maana Yohana anasema, enyi watoto wadogo nawaandikia haya, msitende dhambi. Lakini kama mkitenda dhambi, tunaye mwombezi ambaye ni Yesu Kristo, yuko mkono wa kuume wa Baba. Kama mkitenda dhambi, enyi watoto wadogo nawaandikia msitende dhambi. Lakini kama mkitenda dhambi, tunaye mwombezi, tunao dhabihu ambayo ni nani? Ni Yesu Kristo. Hiyo inakuwa inalipa gharama, kwa sababu gharama ya dhambi ni mauti. Dhambi haina discussion mpendwa. Dhambi matokeo yake ni kuua tu. Magonjwa leo mengi tunaugua kwa sababu ya dhambi. Matatizo mengi ambayo sisi tunapitia leo kwa sababu ya dhambi na uasi na uovu. Changamoto nyingi ambazo sisi tunapitia ni dhambi. Chanzo kikuu cha mateso katika maisha ya mwanadamu ni dhambi. Lakini dawa ipo, na hiyo dawa ni damu ya Yesu Kristo. Narudia tena. Matatizo mengi ambayo sisi tunapitia, chanzo cha mateso katika maisha ya mwanadamu, kula kwa jasho, laana, mikosi, balaa na kadhalika, ni dhambi. Kwa nini pepo anaweza kupata access ya kukaa kwenye maisha ya mtu? Mlango anaotumia kuingia katika maisha ya mtu ni nini? Ni dhambi. Lakini sisi tunao dawa. Hakuna kabisa dawa ya makosa ya kututakasa, hiyo damu yake Yesu. Damu ya Yesu ni dawa. Haijalishi kwenye maisha yako shetani amepitia mlango gani, haijalishi. Call upon the blood. Itie damu ya Yesu. Haijalishi shetani ameingia kwenye maisha yako kuharibu biashara yako, kuharibu ndoa yako, kuharibu uzao wa tumbo lako. Haijalishi amepitia mlango gani kuharibu afya yako. Haijalishi anapitia mlango gani kuharibu watoto wako. Haijalishi amepitia mlango gani kuharibu maisha yako, kuharibu ufahamu wako. Tunayo dawa, na hiyo dawa ni damu ya Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Unapoiachilia kwenye maisha yako, hiyo damu ya Yesu iachilie kwa imani. Call upon the blood. Ita tu hiyo damu ya Yesu. Unaweza kuelewa hicho kitu. Unaweza kuwa na silaha nyumbani kwako na usijue namna ya kuitumia. Na Wakristo wengi wanao damu ya Yesu kama silaha, lakini wengi hawajui namna ya kuitumia. Na wakati mwingine wanakutana na changamoto fulani, lakini hawajui hata kuitia hiyo damu ya Yesu. Na wakati mwingine hawajui hiyo thamani ya hiyo damu. Wakati mwingine hawajui hata kusudi la hiyo damu. Wakati mwingine hawajui hata hiyo kazi ya damu ya Yesu ni nini. Wala hawajui hiyo kazi ya Yesu ni nini. Hawajui hiyo kazi ya hiyo damu ni nini.
Kwa unakuta wakati mwingine mtu anakaba usiku kwenye ndoto na hajui cha kufanya. Lakini tunayo dawa, ni damu ya Yesu. Hakuna kabisa dawa ya makosa ya kututakasa ila damu yake Yesu. Hita damu ya Yesu kwa maisha yako, mama yangu. Call upon the blood. Wakati mwingine sio kaingia kwenye maombi yako tu, ukakaa tu saa zima unaita damu ya Yesu, 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 damu ya Yesu. Unaona kwa nyumba yako, wacha umefanya njia kwa nyumba yako, usipate shida. Ingia chumbani kwako, tembea kwa nyumba yako, call upon the blood. Damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu. Usiongee kitu kingine chochote, wala usitaje majina yao, wala usitaje mapepo, wala usitaje mashetani na kadhalika. Call upon the blood. The blood of Jesus, the blood of Jesus, the blood of Jesus, the blood of Jesus, the blood of Jesus. Ukitazama katika Agano la Kale, walikuwa wanachukua damu ya wanyama, ya kondoo, wanaweka kwenye kichombo, halafu wanachukua ile damu, wananyunyiza ile damu ya Yesu. Biblia ya Kiingereza inatumia neno they sprinkle the blood. Wanaachilia hiyo damu, wanaachilia hiyo damu, wanaachilia hiyo damu. Hii damu iweze kuwalinda, damu iweze kuwafunika na kadhalika. Lakini sasa sisi hatuwezi kufanya hicho kitu. Hatuhitaji mnyama ili tuwe na ulinzi. We need the blood of Jesus. Tunahitaji damu ya Yesu tu. Unapokuwa chumbani kwako, call upon the blood. Sema damu ya Yesu kwa nyumba yangu. Damu ya Yesu kwa watoto wangu. The blood of Jesus kwa watoto wangu. Kwenye ufahamu wangu. Unaona mawazo mabaya yanapita kwenye ufahamu wako na hujui nini cha kufanya. Mawazo ya kufa, mawazo ya magonjwa. Sauti inakwambia utakufa na kansa, utakufa na 1 2 3 4, utakufa na 1 2 3 4. Inakwambia maneno ya namna hiyo, utakufa na ajali, usipande gari na 1 2 3 4. Wewe una kansa, wewe una HIV, wewe una 1 2 3 4. Call upon the blood of Jesus. Damu ya Yesu kwenye ufahamu wako. Sema damu ya Yesu kwenye ufahamu wangu. 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 Unapokuwa unaachilia damu ya Yesu kwenye ufahamu wako, utashangaa zile kelele zilizokuwa zinapiga kelele kwenye ufahamu wako, zinakwambia utakufa, zitanyamaza kimya, na utaanza kuona hiyo damu ya Yesu inaanza kunena maneno mazuri kwenye ufahamu wako. Utaanza kuona damu ya Yesu inaanza kunena maneno mazuri kwenye ufahamu wako. Watu wengi adui anatutesa kwa sababu hatujui nini cha kufanya, na wakati mwingine hatujui silaha zetu za vita ni nini. Mwingine shetani anatutesa na hatujui silaha za vita vyetu ni nini. Hatujui cha kufanya na tunalalamika. Wakati mwingine tunaenda kwenye maombi tunalia, Bwana uko wapi? Lakini silaha zote Bwana ametupatia, damu yake ametupatia. Ni sisi tu kuapply, kujifunza namna ya kuitumia hiyo damu ya thamani ya mwana kondoo ambaye ni Yesu Kristo peke yake. Ukitaka kufahamu jambo hili, uulize malaika katika kitabu cha Ufunuo sura ya 12 mstari wa 7 mpaka 11. Vita ilitokea mbinguni, Mikaeli na malaika zake wakapigana yule joka wa zamani aitwaye Ibilisi. Na mstari wa 11, nao wakamshinda kwa damu ya mwana kondoo. Nao wakamshinda kwa damu ya mwana kondoo, kwa damu ya mwana kondoo, kwa damu. Nao wakamshinda kwa damu ya mwana kondoo. Wakamshinda kwa damu ya mwana kondoo. Haijalishi adui ameshika eneo gani kwenye maisha yako. Haijalishi. Kama malaika walikuwa wanaita damu, 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 damu. Na hao watakatifu katika kitabu cha Ufunuo, na hao walikuwa wanaita damu, 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 damu. Walipokuwa wanapiga na huyo shetani na malaika zake, hawakuwa na silaha nyingine isipokuwa ni damu tu. Damu, 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 damu. Na Biblia inasema nao wakamshinda, nao wakamshinda, nao wakamshinda kwa damu ya mwana kondoo. Hawakutumia silaha nyingine, nao wakamshinda kwa damu ya mwana kondoo na kwa neno la ushuhuda, by the word of God. Walimshinda kwa damu ya mwana kondoo na kwa neno la Kristo Bwana Yesu. Kuna nguvu ya ajabu damuni mwa Yesu. Kuna nguvu ya ajabu damuni mwa Bwana Yesu. Kuna nguvu katika hiyo damu, ukijua kuitumia kwa usahihi sawa sawa na maandiko. There's power in the blood. There's power in the blood. Kuna nguvu katika damu ya Yesu. There's power in the blood. Power in the blood.
Power in the blood. Power in the blood. Shetani ametutesa kwenye maisha yetu kwa sababu tulikuwa hatujui nini cha kufanya. Lakini leo tumejifunza nini cha kufanya. We have the blood. Tuna hiyo damu. Tuna hiyo damu ya thamani. We have the blood of Jesus. We have the blood of Jesus. Na tunapoachilia damu ya Yesu kwenye maisha yetu, shetani hana nafasi. Shetani hana nafasi. Unapoachilia damu ya Yesu kwenye maisha yako, kwenye nafsi yako, kwenye ufahamu wako, shetani hana nafasi kwenye ufahamu wako. Hana nafasi kwenye mwili wako. Hana nafasi. Kwa nini? Kuna damu. Kuna damu. Nao wakamshinda kwa damu ya mwana-kondoo na kwa neno la ushuhuda wao. Kwa hiyo nikwambia jambo hili. Hii ndio sababu unaweza kuona wakati huu tuliopo sasa, shetani anashambulia damu ya Yesu uliyowahi kuona. Shetani anashambulia sana mafundisho ya damu ya Yesu. Watu wasifundishe damu ya Yesu kwa usahihi. Watu waache kutumia damu ya Yesu. Mtu anajiuliza, nitumie jina la Yesu au nitumie damu ya Yesu? Anashanganikiwa, anashindwa atumie nini. Kwa nini? Kwa sababu hawajui nini cha kufanya. Na shetani anawadanganya watu, anawaambia usitumie damu ya Yesu, haitafanya chochote. No. Hakuna ondoleo la dhambi without the blood. Biblia ya Kiingereza inasema there is no remission of sin without the blood. Hakuna ondoleo la dhambi pasipo hiyo damu. Na wakamshinda kwa damu ya mwana-kondoo. Wakamshinda kwa damu ya mwana-kondoo. Kwenye damu ya Yesu kuna nguvu. Asije mtu yeyote akakudanganya. Hakuna namna nyingine ya dhambi zako kusamehewa au kuondolewa isipokuwa kwa damu ya Yesu. Asikudanganye mtu mwingine yote. Narudia tena. Hakuna namna nyingine dhambi zako zinaweza zikasamehewa isipokuwa kwa damu ya Yesu. Hakuna namna nyingine. Hakuna namna nyingine dhambi zako zinaweza zikaondolewa without the blood. Hakuna. Hakuna. Hakuna kabisa dawa ya makosa ya kututakasa ila damu yake Yesu. Damu ya Yesu ina uwezo wa kumrudisha mwanadamu katika uhusiano wake na Mungu aliyokuwa nao hapo mwanzo. Tazama damu ya Yesu inavyoweza kufanya. Damu ya Yesu ina uwezo wa kumrudisha mwanadamu kwenye uhusiano wake na Mungu. Maana yake ni rahisi. Damu ya Yesu inaleta upatanisho. Pasipo damu ya Yesu hakuna upatanisho kati ya mwanadamu na Mungu. Kilichomtenganisha mwanadamu na Mungu wake ni dhambi. Kwa maana yake dhambi inatutenganisha na Mungu. Tazama kitabu cha Isaya 59 ni kuonyesha kitu nini ambacho kinatokea dhambi inachofanya. Isaya 59 mstari wa 2, neno la Bwana linasema, lakini maovu yenu yamewafalikisha ninyi na Mungu wenu. Maana yake yamewafarakanisha ninyi na Mungu wenu, na dhambi zenu zimeuficha uso wake msiuone, hataki hata kusikia. Kwa maana yake uovu una tabia moja. Una tabia ya kuharibu mahusiano yetu na Mungu. Narudia tena. Wewe ambaye shauku yako ni kuwa na mahusiano mazuri na Roho Mtakatifu, shauku yako ni kuwa na mahusiano mazuri na Mungu wako, Biblia inasema hivi, maovu yenu yamewafarakanisha ninyi na Mungu wenu. Kwa maovu yana uwezo wa kumfarakanisha mwanadamu na Mungu wake. Lakini anaendelea mbele, anasema dhambi zenu zimeuficha uso wake msiuone. Kwa dhambi ina tendency moja ya kuficha uso wa Mungu tusiweze kuuona. Anasema dhambi zenu zimeuficha uso wake. Dhambi zenu zimeuficha uso wake msiweze kuuona. Kwa nini wakati mwingine tunatafuta uso wa Bwana kwa kuhangaika na tumeshindwa kuuona? Isaya anatuambia katika Isaya 59 mstari wa 2, dhambi zenu zimeuficha uso wake msiweze kuuona. Na anaendelea mbele, anasema hata hataki kusikia. Tazama damage ambayo dhambi na uovu inafanya katika maisha ya mwanadamu. Tazama damage ambayo dhambi
inafanya katika maisha ya mwanadamu, inafarakanisha uhusiano wa mwanadamu na Mungu. Dhambi inauficha uso wa Bwana kwa mtu. Na hii ndio sababu kubwa kwa nini Roho Mtakatifu anaonekana kimya kwa Wakristo wengi. Mkristo anauliza, mtumishi wa Mungu, mbona Roho Mtakatifu anaonekana kimya ndani yangu? Mbona Roho Mtakatifu simsikii kama nilivyokuwa namsikia zamani? Biblia inatuambia maovu yenu yamewafarakanisha ninyi na Mungu wenu. Lakini anaendelea mbele, na dhambi zenu zimeuficha uso wake. Kwa dhambi ina tendency ya kuficha uso wa Bwana. Lakini tukiona kimya kwenye mioyo yetu, tukiona sauti ya Roho Mtakatifu inazidi kupungua, kimya inapungua siku baada ya siku, sisi tunajua what to do, tunajua nini cha kufanya. Sio, unaweza kuelewa hicho kitu. Ukiona usikii sauti ya Roho Mtakatifu kama zamani, unaona sauti ya Roho Mtakatifu inazidi kupungua kwa sababu unamhuzunisha. Ni nini kinachomhuzunisha Roho Mtakatifu ndani yako? Ni dhambi inamhuzunisha Roho Mtakatifu ndani yako. Unaanza kushangaa nini kinatokea. Unaanza kuona sauti ya Roho Mtakatifu inapungua. Na unashangaa ukimya umetawala ndani yako. Si kwamba Roho Mtakatifu ameondoka ndani yako. La hasha, Roho Mtakatifu yupo, lakini anakuwa kimya. Biblia inasema wala msimhuzunishe Roho Mtakatifu. Waefeso sura 4 mstari wa 30 inasema wala msimhuzunishe Roho Mtakatifu. Maana yake tukimhuzunisha, huyo Roho Mtakatifu anakaa kimya ndani yetu. Roho Mtakatifu anakaa kimya. Why? Kuna mahali fulani tunakuwa tumekosea. Roho Mtakatifu yuko very sensitive. Kwa maana yake ukitaka mahusiano yako na Roho Mtakatifu yawe vizuri, lazima umuhendo huyu Roho Mtakatifu with care. Lazima ujifunze kutunza mahusiano yako wewe na huyu Roho Mtakatifu. Na ikitokea unaanza kuona sauti ya Roho Mtakatifu inakuwa ndogo, inanyamaza na kunyamaza ndani yako, ujue nini cha kufanya. Call upon the blood of Jesus in your heart. Ita hiyo damu ya Yesu kwenye moyo wako. Mwambie Yesu, damu yako kwenye moyo wangu. Hiyo damu ya Yesu itaenda kwenye moyo wako na kuzibua kila kitu cha kishetani kilichokuwa kimekaa kwenye moyo wako. Masikio ya rohoni yalikuwa yameziba, hataki kumsikiliza Roho Mtakatifu anapoongea, yatazibuka. Kuna kitu ambacho damu ya Yesu itafanya ndani yako. Ukiona usikii sauti ya Roho Mtakatifu kama zamani, weka tu mkono kwenye moyo wako chumbani kwako. Call upon the blood of Jesus. Iti hiyo damu ya Yesu. Call upon the blood. Tazama, Isaya anatuambia, lakini maovu yenu yamewafarakanisha ninyi na Mungu wenu, na dhambi zenu zimeuficha uso wake, msiuone. Msimuone. Tumekuwa tukimtafuta Bwana kwa bidii, hatumuoni. Kwa nini? Maovu yetu na dhambi zetu zimeuficha uso wake, tusimuone. Call upon the blood. Ita hiyo damu ya Yesu. Utakapoita damu ya Yesu tu, utashangaa mbingu inafunguka. Tazama hiki kitu. Yesu alipoimwaga damu yake, akafa, akazikwa, na siku ya tatu akafufuka, na hiyo mbingu ikafunguka kwa ajili yake. Kwa nini? Alikuwa amebeba damu. Wale watu kwanza kwenda kaburini, walipomwona Yesu amefufuka, alipowatokea, alikuwa bado hajaenda kwa Baba. Wakataka kumuao, wakataka kumhug. Akamwambia, msiniguse. Why? Sijaenda kwa Baba. Kwa nini? Bado alikuwa hajaipeleka ile damu mbele ya kile kiti cha enzi, ili kapate kuwa dhabihu safi na ya kupendeza mbele za Baba. Alikuwa bado hajaipeleka. Sasa ngoja nikwambie hiki kitu. Ni nini kilichofungua milango hapo juu? Ni ile damu alikuwa ameshika. Mpendo, ngoja nikwambie jambo hili. Damu ya Yesu inafungua mbingu. Let me tell you this. Damu ya Yesu inafungua milango iliyokuwa imefunga kwenye maisha yako. Damu ya Yesu ina uwezo.
Kama damu ya Yesu inaweza kufungua mbingu, mbingu ikafunguka na Yesu akapokelewa kwa shangwe. Malaika mbinguni wakawa wanashangilia, hakika mwana kondoo ameshinda. Hakika mwana kondoo ameshinda. Malaika wakawa wanapiga magoti na sujudu mbele zake. Hakika mwana kondoo ameshinda. Hakika akimbeba damu yake anaipeleka kwa baba yake. Hakika mwana kondoo ameshinda. Mbingu inasema karibu, karibu, karibu. Hakika mwana kondoo ameshinda. Mbingu inafunguka, malaika wanapisha njia. Mwana kondoo anapita, 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 anapita. Ukisoma kitabu cha Ufunuo, neno la Bwana linasema kuna vitabu ambavyo hata malaika hakuweza kufunua. Lakini yule aliyemwaga damu kwa ajili ya ulimwengu, aliyemwaga damu yake kwa ajili ya ulimwengu, ile damu ikampa access. Hivyo vitabu vikawa vinafunguka. Mihuri walishindwa kufungua, lakini aliyemwaga damu aliweza, by the blood. Kwa hiyo damu, kwa hiyo damu. Kuna mlango wote umeshindwa kufungua kwenye maisha yako, call upon the blood. Ita damu ya Yesu. Kuna mlango wote umegoma kufunguka kwenye maisha yako, mlango wote umegoma kufunguka kwenye maisha yako, ita hiyo damu ya Yesu. Ita hiyo damu ya Yesu. Ita hiyo damu ya Yesu. Oh, hallelujah. Hallelujah. Kwa hiyo kuonyesha katika kitabu cha Wakolosai sura ya 1 mstari wa 20. Wakolosai sura ya 1 mstari wa 20. Kitabu cha Wakolosai sura ya 1 mstari wa 20 tutasoma mpaka 22. Neno la Bwana linasema, na kwa yeye kuvipatanisha au kuvipatisha vitu vyote na nafsi yake. Manake kwa kupitia Kristo Yesu vitu vyote vikapatanishwa kwa nafsi yake, akisha kufanya amani kwa damu ya msalaba wake. Tazama hiki kitu. Oh, hallelujah, glory to Jesus. Na kwa yeye kuvipatanisha vitu vyote na nafsi yake, akisha kufanya amani kwa damu ya msalaba wake. Kwa yeye, ikiwa ni vitu vilivyo juu ya nchi au vilivyo mbinguni, na ninyi mliokuwa hapo kwanza mmefarakishwa au mmefarakanishwa tena uadui kati ya nia zenu kwa matendo yenu mabaya, amewapatanisha sasa. Sisi ambao tulikuwa tumeharibu mahusiano yetu na Mungu, kupitia damu ya msalaba wake ameweza kutupatanisha sisi na Baba katika mwili wake wa nyama, kwa kufa kwake, ili awalete ninyi mbele zake watakatifu, wasio na mawaa wala lawama. Kwa damu ya Yesu inatuosha na kutufanya kuwa watakatifu, watu wasiokuwa na mawaa mbele zake. Usiokasahau hiki kitu hata siku moja. Damu ya Yesu inatufanya sisi tuwe watakatifu, watu wasiokuwa na mawaa, wasiokuwa na uchafu mbele zake. Hatui watakatifu kwa matendo yetu ambayo tunafanya. Hatui watakatifu kwa sadaka ambazo tunatoa. Hatui watakatifu labda kwa sababu tunasaidia yatima hata wapagani wanafanya na kadhalika. Tunakuwa watakatifu kwa hiyo damu ya Yesu Kristo. Na hiyo damu ya msalaba inatuosha na kutusafisha na kutufanya kuwa safi, watu wasio na hatia, watu wasio kuwa na mawaa. Okay, kwa hiyo tuendelee kidogo. Tuendelee kidogo. Damu ya Yesu, thamani yake inaboresha hali ya mwanadamu mbele za Mungu. Kwa nini damu ya Yesu ni ya thamani sana? Kwa sababu damu ya Yesu inaboresha hali ya mwanadamu mbele za Mungu. Damu ya Yesu kwa nini ni ya thamani? Kwa sababu damu ya Yesu inaboresha hali ya mwanadamu mbele za Mungu. Kwa vipi? Moja, inampa mtu haki. Hiyo damu ya Yesu inampa mtu haki. Kwa hiyo kuonyeshe katika kitabu cha Wagalatia sura ya 2. Kitabu cha Wagalatia sura ya 2. Kitabu cha Wagalatia sura ya 2 mstari wa 16. Damu ya Yesu inampa mtu haki. Tazama Wagalatia sura ya 2 mstari wa 16 inasema hivi: hali tukijua ya kuwa mwanadamu hahesabiwi haki kwa matendo ya sheria. Maana mwanadamu hahesabiwi haki
kwa matendo ya sheria, maana kwa matendo mazuri anayofanya, bali kwa imani ya Kristo Yesu. Sisi tulimwamini Kristo Yesu ili tuhesabiwe haki kwa imani ya Kristo, wala si kwa matendo ya sheria. Maana kwa matendo ya sheria hakuna mwenye mwili atakayehesabiwa haki. Narudia tena, sikiliza kwa makini, usije ukasahau hiki kitu hata siku moja. Anasema hivi, hali tukijua ya kuwa mwanadamu hahesabiwi haki kwa matendo ya sheria. Hatuhesabiwi haki kwamba sisi ni watakatifu kwa sababu tumefanya mema, bali kwa imani ya Kristo Yesu. Bali kwa imani ya Kristo Yesu. Tulimwamini Kristo Yesu ili tuhesabiwe haki kwa imani ya Kristo. Kwa maana yake, unapomwamini Kristo, tendo hilo la kumwamini Kristo, unahesabiwa haki. Anaendelea mbele sasa na kusema, wala si kwa matendo ya sheria. Maana kwa matendo ya sheria hakuna mwenye mwili atakayehesabiwa haki. Kwa matendo ya sheria hakuna mwenye mwili atakayehesabiwa haki. Kuna mtu mmoja aliwahi kuniuliza swali mahali fulani. Akaniuliza, mtumishi wa Mungu, umesema tusizini, tusiibe, tusifanye 1, 2, 3, 4. Kama mimi nisipoiba, nisipozini, nisiposema uongo, nisipofanya hayo yote, nikifanya hayo yote, sijaiba, sijasema uongo na kadhalika, nampenda huyu Mungu Baba, lakini simwamini Yesu, je, ninaweza kuhesabiwa haki? Nikasema la hasha, unahesabiwa haki kwa kumwamini Kristo peke yake. Narudia tena, unahesabiwa haki kwa kumwamini Kristo peke yake, si kwa matendo ya sheria. Narudia tena uweze kuelewa kitu, sio kasahau hata siku moja. Usipoelewa hicho kitu, Ukristo wako utakuwa mgumu, kwa sababu utakuwa unahangaika kufanya matendo fulani umpendeze Mungu. Hatuhitaji tuhangaike kufanya matendo fulani tumpendeze Mungu. Tunachohitaji ni sisi kumwamini Mungu sana ili tumpendeze Mungu. Na hiyo imani yetu kwa Mungu ndio Mungu anatubadilisha, na Mungu anatubadilisha. Kwa maana sisi hatujajiita, ni yeye ndo ametuita ili atufanye kuwa watakatifu. Kwa maana yake unapomwamini anaanza kufanya kazi ndani yako. Ndio maana Paulo anasema katika Wagalatia sura ya 1 mstari wa 6, na hili ndilo niliaminilo, ya kwamba yeye aliyeanzisha ile kazi njema ndani yenu hakika ataitimiliza. Kwa maana yake tunapomwamini Bwana Yesu, kuna kazi njema inaanza kufanyika ndani yetu kila siku. Na maana yake ni nini? Kuna neema ambayo inaachiliwa ndani yetu, na hiyo neema ndio inatupa nguvu ya kushinda dhambi. Hatushindi dhambi kwa nguvu zetu. Usije ukahangaika kushinda dhambi kwa nguvu zako, utaumia mpendwa, utaumia. Na wengi wameacha kusali. Kwa nini? Kwa sababu walihangaika kuacha uzinzi kwa nguvu zao. Walihangaika kuacha dhambi kwa nguvu zao. Hutaweza mpendwa, hutaweza. Na kama ukiacha, utaacha kwa nje tu, lakini ndani ya moyo wako ile tamaa ya dhambi haitaisha. Lakini damu ya Yesu inaenda inashughulika ndani kabisa ya moyo wako. Kwa hiyo kuonyesha kitu kingine hapo, hiyo damu ya Yesu inatoa amani na Mungu wako. Damu ya Yesu inakupa amani wewe na Mungu wako. Inakupa amani wewe na Mungu wako. Kwa hiyo kusomee Wakolosai sura ya 1 mstari wa 20. Kitabu cha Wakolosai sura ya 1 mstari wa 20 ambao tumekwisha kusoma huko nyuma. Na Bwana anasema, na kwa yeye na kuvipatanisha vitu vyote kwa nafsi yake, akisha kufanya amani kwa damu ya mwana kondoo ambaye ni Yesu Kristo. Kwa maana yake anafanya amani kwa damu ya msalaba wake, huyo mwana kondoo ambaye ni Yesu Kristo. Kwa maana yake hiyo ndio inaleta amani kati yetu sisi na Mungu. Kwa ni rahisi tu. Kama umevuruga wewe na Mungu wako, umevuruga mahali, ili upate amani katika eneo hilo, damu ya Yesu, damu ya Yesu. Ndicho Paulo anachotuambia katika kitabu cha Wakolosai sura ya 1 mstari wa 20. Lakini jambo jingine damu ya Yesu inalofanya hapo, damu ya Yesu inaboresha dhamiri ya mtu. Sasa hapa nisikilize kwa umakini sana.
Damu ya Yesu inaboresha dhamiri ya mtu. Damu ya Yesu inaboresha dhamiri ya mtu. Kwa nini? Kwa tusome Waebrania sura ya 9 mstari wa 14, alafu tutaona hiki kitu. Kitabu cha Waebrania sura ya 9 mstari wa 14. Neno la Bwana linasema, Waebrania sura ya 9 mstari wa 14, neno la Bwana linasema, basi si zaidi damu yake Kristo, ambaye kwamba kwa Roho wa milele alijitoa nafsi yake kwa Mungu kuwa sadaka isiyo na mawaa. Basi si zaidi damu yake Kristo, ambaye kwa Roho wa milele alijitoa nafsi yake kwa Mungu kuwa sadaka isiyo na mawaa, itawasafisha dhamiri zenu na matendo mafu, mpate kumwabudu Mungu aliye hai. Kwa hiyo dhamiri mbaya inatufanya tusimwabudu Mungu vizuri. Unaweza kuelewa hicho kitu? Narudia tena. Dhamiri mbaya inatufanya sisi tusimwabudu Mungu vizuri. Ndio maana wakati mwingine mtu unaweza kuwa umenyosha mikono yako juu unaabudu Mungu kanisani, na ukaona unabubujika, na ghafla ukashangaa adui ndani ya moyo wako anakuambia, na wewe ni wa kuomba, na wewe ni wa kuabudu Mungu, kwa sababu jana ulifanya 1 2 3 4, jana ulifanya hiki, au mwaka juzi ulifanya hiki, ulifanya hiki. Hustahili kuomba. Lakini damu ya Yesu inatupa amani ndani yetu. Damu ya Yesu inatupa amani ndani yetu. Damu ya Yesu inatupa amani ndani yetu. Inatupa amani ndani yetu kwa kufanya nini? Kwa kusafisha dhamiri zetu. Tazama kazi ya Kristo inavyofanya. Damu ya Yesu inasafisha dhamiri ndani yetu. Kwenye kitu kigumu ambacho mwanadamu hawezi kufanya ni kuisafisha dhamiri yake. Narudia tena. Kitu kigumu ambacho mwanadamu hawezi kufanya kwa maisha yake ni kuisafisha dhamiri yake. Lakini damu ya Yesu inaweza. Damu ya Yesu inaweza. Kwa sababu damu ya Yesu inaenda ndani sana. Ndani sana. Damu ya Yesu inaenda ndani sana, na inasafisha moyo wake na kuondoa ile dhamiri chafu ambayo adui ameweka ndani yake. Damu ya Yesu inafanya nini ndani ya moyo? Kitu kingine ambacho damu ya Yesu inafanya ndani ya moyo wako, inaondoa aibu, shame and guilty, hatia na aibu. Narudia tena. Damu ya Yesu inapoenda kwenye moyo wako, inasafisha moyo wako kwa kuondoa dhamiri mbaya na kusafisha na kuondoa aibu ndani ya moyo wako. Inaondoa aibu ndani ya moyo wako, shame ndani ya moyo wako, na guilty, hatia ndani ya moyo wako. Unaweza kujiuliza, mtumishi, sasa hiyo dhamiri ni nini sasa? Dhamiri ni sauti ndogo ambayo iko ndani ya mtu, ambayo inahusika kupambanua mema na mabaya. Hiyo dhamiri ni sauti ndogo ambayo iko ndani ya mtu, inahusika kupambanua mema na mabaya ndani yake. Kwa maana yake mtu anapotenda dhambi, nini kinatokea? Dhambi inaacha doa kwenye moyo wa mtu. Narudia tena. Mtu anapotenda dhambi, dhambi inaacha doa ndani ya moyo wa mtu. Na lile doa linatengeneza hatia. Hilo doa linatengeneza aibu. Hilo doa linatengeneza hofu mbele za Mungu. Kwa maana yake dhamiri inakuwa inafanya nini ndani yako? Dhamiri inakuwa kama inasuta ndani yako, na inamfanya mtu akose amani na kujiona hastahili. Kwa ile dhamiri inakuwa inasuta ndani na kumuona huyu mtu hastahili, hata hastahili kusimama mbele za Bwana. Lakini unapoitia damu ya Yesu, nini kinafanyika? Hiyo damu ya Yesu inausafisha moyo wako. Inaondoa hatia ndani ya moyo wako. Inasafisha dhamiri yako na kuondoa hukumu ndani ya moyo wako. Na moyo wako unakuwa mweupe mbele za Bwana. Kwa hata pale unapoenda mbele za Bwana kuomba, unakuwa una ujasiri. Kwa nini? Kuna kitu kazi ya damu ya Yesu imefanya. Kuna kazi damu ya Yesu inakuwa imefanya ndani yako. Ndio maana unaona kwenye Waebrania 10:19 neno la Bwana linasema, na sisi tuna ujasiri wa kupaingia patakatifu kwa damu ya mwana kondoo. Maana yake tunaingia patakatifu pasipokuwa na hatia.
Japokuwa huku nyuma kuna mambo mengi ambayo sisi tumekosea, lakini tunaingia patakatifu kwa ujasiri mkubwa. Nini kinachotupa ujasiri? Ni damu ya Yesu Kristo. Sio, unaweza kuelewa hicho kitu? Damu ya Yesu inampa mtu uhakika kwamba deni limelipwa kikamilifu, na hivyo kuondoa mzigo wa hatia ndani ya moyo wake. Sioshwi dhambi zangu. Yes Lord. Yes Lord. Thank you Jesus. Shukuru Bwana Yesu. Sasa muda tumetukimbia kidogo. Shukuru Bwana Yesu. Sasa mpe Yesu asante tu. Asante tu. Asante Yesu. Asante Yesu. Asante. Thank you. Thank you. Kama uko unanitazama na unisikiza kwenye redio yako na hujampokea Bwana Yesu kwa ni Bwana na Mwokozi wa maisha yako, unasema mtumishi, niko tayari kumpokea Bwana Yesu awe ni Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Weka mkono wako kulia, tuombe sala hii ya toba pamoja na wewe. Sema, Bwana Yesu, niko mbele zako, mimi ni mwenye dhambi, nimekutenda dhambi wewe peke yako. Ninaomba unisamehe dhambi zangu zote, unioshe kwa damu yako, niwe safi kabisa. Yesu, unijaze na Roho wako Mtakatifu ndani ya moyo wangu. Naomba neema na nguvu ya kuishinda dhambi katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Amen. Mungu akubariki ambaye umempokea Bwana Yesu kwa ni Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Utatuandikia kwa namba ambayo nakutajia hapo redioni. Tuandikie mtumishi, tumempokea Bwana Yesu kwa ni Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Tutakutumia mwongozo na utakusaidia. Mungu wa mbinguni akubariki.